tunapolingania tu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah peke yake, neno ambalo leo tunaliona ni dogo sana. Tunafanya nzuri, yaani hili neno tunaliona kwamba ni nini, ni dogo, lakini Mtume alilingania kwa muda wa miaka 20 dogo sana, tunalidharau. Lakini silsila ya maisha yetu yote unayoelewa wewe yanapatikana ndani ya neno hili. Nabiullah Shuaib, nafahamu kisa chake. Qur'an zinazungumza wa ila Madyana akhahum Shuaiba, sindivyo? Na katika ardhi ya Madyan, katika mji wa Madyan, tukamtuma Nabiullah Shuaib. Jambo la kwanza alilofanya Shuaib, alikuwa aliopewa, alikuwa kufanyaje? Kuwalingania watu kwenda kwa Mwenyezi Mungu mmoja, kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Katika kipindi cha Shuaib tutakuja kuzungumza, nafikiri tukipata fursa hata kesho. Katika kipindi cha Shuaib palikuwa kuna vitu vingi sana vya ufisadi vinaendelea. Wafanya biashara walikuwa wanakuja biashara zao, wanafanya udanganyifu kwenye mizani yao, wanafanya udanganyifu. Kama ambavyo leo ukienda sokoni unaweza kusikia jambo kwa kukuta watu wana mizani feki, wana mawe feki. Unataka kilo 5, kumbe jiwe la kilo 5 yeye ameliweka kilo 4. Alafu anakuwekea kwenye mzani, anakupimia kilo 4, wewe unajua ni kilo 5 na unatoa pesa kwa kilo 5. Lakini unarejea nyumbani ukiwa na imani kwamba umechukua kilo ngapi? Umepimiwa kilo 5. Kumbe umepimiwa kilo 4. Halikadhalika hata wauza mkaa, ukienda kuuza mkaa unakuta huko juu kwenye sado hivi amekuwekea mikaa mikubwa, alafu chini anakupatia mikaa chenga au midogo ambayo haiendani na thamani ya hela unayoitoa, lakini mwisho wa siku kwamba yeye apate faida. Wauza nyanya na wenyewe ndio juu anakuwekea nyanya kubwa, huko chini anakuwekea nyanya ndogo. Wauza nyama atakuwekea mifupa mingi kushinda nyama yenyewe. Sasa haya yalijiri huko, na ndio ikawa lengo la hawa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutumwa. Lakini yote haya yalikuwa yanatokea kwa sababu gani? Madhara ya watu kutokuwa na imani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja ndani ya kifua chao. Kwa hiyo manabii hao wakatumwa, sehemu ya kwanza ikawa ni kulingania nani? Kuilingania jamii kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Maana ya lekeda ni kwa sababu unapomwamini Mwenyezi Mungu mmoja, kwanza utaamini katika matendo yako kwamba wakati unayafanya unajua hapo Mwenyezi Mungu anafanyaje? Ananiona. Sasa ukiamini kwamba Mwenyezi Mungu anakuona, maana yake utakuwa mwadilifu, hautofanya dhulma, hautofanya nini? Ufisadi. Lakini ukawa ni mshirikina,
na unategemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu, utafanya jambo la aina yoyote ile. Utafanya ufisadi, utafanya dhulma na utafanya mauaji. Kwa hiyo manabii wakatumwa na leo walingania watu kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, kwa lengo wakishamwamini, maana yake hawatawadhulumu watu katika biashara zao, hawatafanya ufisadi, hawatawakunja watu katika mizani yao, na hatimaye jamii nzima itakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalingania neno hili kwa muda wa miaka mingapi? 23. Miaka 23. Lakini wakati anatumwa, jamii yake ilikuwaje? Palikuwa hakuna uadilifu. Jamii ilikuwa inaishi katika hali ya matabaka, tabaka la watu wenye nacho, tabaka la wafanyabiashara, tabaka la watawala, na tabaka la mafakiri alqatihin, watu wanyonge. Hawana thamani kwenye jamii, hawatambuliki kwenye jamii, wanadhulumiwa haki zao na kutumikishwa kama daraja ya ngazi ya watawala na wale ambao ni wafanyabiashara wameshikilia nguvu ya uchumi katika mji. Lakini kubwa zaidi, wakawa wanauana, wakawa wanafanyaje? Wanauana. Hakuna haki za watoto, hakuna haki za wanawake, hakuna haki za binadamu kwa ujumla. Mauaji kila kona. Kwa hiyo akawa ametumwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi ya kwanza ya Bwana Mtume ilikuwa ni kuwalingania watu kutoka katika giza cha ukafiri na ushirikina na kuwaingiza katika nuru ya imani na nini na Uislamu, tena kwa kutengeneza hoja za wazi, dalili za wazi, kwa unyenyekevu, upole, heshima na tabia iliyokuwa njema. Sio leo sisi ukishakuwa na elimu kidogo tu ya kuweza kufasiri baadhi ya mambo katika dini au kupewa membari na sehemu ya kusemea, basi wewe kuwalingania watu kuja katika muongozo wa kweli, unakuta tunatumia lugha za matusi, kukashifiana wenyewe kwa wenyewe, kutukanana wenyewe kwa wenyewe, kutungiana majina ambayo yasiyofaa, kudogoshana na kudharauliana wenyewe kwa wenyewe. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingeweza kuwaita watu kama angelitumia lugha za matusi, asingeweza kuwatoa watu katika ukafiri na ushirikina kama angelikuwa anatumia maneno ya kashfa, kama angelikuwa anatumia maneno yasiyokuwa na adabu na heshima, asingeweza. Almuhimu ni kwamba miaka 23 akaweza kuwalingania watu. Kwa hiyo aya zote zilizoteremkia wapi? Zilizoteremkia Maka zilikuwa zinatengeneza misingi ya tauhidi, misingi ya akida pamoja na imani katika nyoyo za watu. Na ndio maana hata sisi leo
watu wa jamii ya Kiislamu na wanasayansi ya jamii ya Kiislamu tunasema kwamba unapotaka kutengeneza kizazi bora, kwanza anza na misingi ya imani. Kabla ya jambo lolote lile, anza na misingi ya nini? Ya imani. Gharsu ruhu al-iman fi qulubi al-bashar, anza kwa kupanda roho ya imani katika nyoyo za watu. Unataka kuondoa tatizo la mmomonyoko wa maadili katika jamii, basi anza kwa kupanda nyoyo za imani katika nyoyo za watu. Anza kwa kupanda roho ya imani katika nyoyo za nani? Nyoyo za watu. Unataka kuwa na mtoto mwema au watoto wema, basi kwanza anza kwa kupanda roho ya imani katika nyoyo za watoto wako. Unataka kuwa na mafanikio bora ndani ya jamii yako, anza kwa kupanda roho ya imani katika nyoyo za nani? Za watoto wako. Na jamii yetu huko nyuma iliweza kufanikiwa zaidi katika masala ya mmomonyoko wa maadili, kutoka katika mmomonyoko wa maadili kuja katika tabia iliyokuwa njema, kwa sababu familia kwa maana ya walezi walionelea kwamba hatua ya kwanza ya kutengeneza kizazi chema ni kupanda roho ya imani katika nyoyo za watoto wao, jambo ambalo sasa likasababisha kupata kizazi kilichokuwa chema. Lakini leo tunashindwa kupata kizazi chema, ni kwa sababu tumeacha ule utaratibu wenyewe wa misingi ya mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunaamua kufuata utaratibu wetu sisi wenyewe. Ndio maana tunapata leo wimbi kubwa la vijana ambao ni watoto wa Kiislamu wanaoishi katika matokeo, yaani haya matokeo ya mmomonyoko wa maadili, matokeo ya ufisadi, matokeo ya kuenea kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, ni matokeo ya wazazi na jamii kusahau misingi bora ya kupanda imani katika nyoyo za vijana wetu na watoto wetu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi hiyo kwa muda wa miaka 23 takriban, anapanda imani katika nyoyo za binadamu na nyoyo za Waislamu, kuwatoa katika giza cha ukafiri, kuwaingiza katika nuru ya imani, kama sehemu ya suluhisho la kuifanya jamii hiyo ya watu wa Makka waishi katika uadilifu, waache dhulma, lakini pia
waache mauaji pamoja na ufisadi. Kwa hiyo aya nyingi kisikia kwamba hii sura min suwaril makiyya, ni katika sura zilizoteremshwa Makka, maana yake zilikuwa zinakuja kutengeneza misingi ya kiitikadi, imani katika nyoyo za Waislamu na nyoyo za watu wa Makka waliokuwa wamezama katika mambo ya kishirikina pamoja na ukafiri. Sasa unapozungumzia al-aswarul madaniya, sura zilizoteremka katika mji wa Madina, maana yake zilikuwa ni sura zinazokuja kuelezea mfumo wa sheria za Kiislamu